Wapenzi wa lugha ya Kiswahili, wapenzi wa kipindi cha Kiswahili kinachowajia kila Ijumamosi kuanzia saa 5:30 kabisa pale kila siku Ijumamosi. Napenda niwashukuru na niwakaribishe katika kipindi chetu kinachorudi katika lugha yetu ya Kiswahili, lugha ya kimataifa, lugha inayojikita katika nchi mbalimbali katika dunia hii. Napenda niwasalimie tena, niwakaribishe tena, na wapenda mimi mtangazaji naitwa Naeba Lewini, ambaye unanifuata ukiwa pale nchini kwetu Rwanda, ambaye unanifuata ukiwa nje ya nchi. Karibuni sana, nawapenda sana tunawapenda, na Mungu anawapenda kunizidi kabisa. Bila kupoteza muda, napenda niwakumbushe kwamba kipindi chetu kinakuwa na sehemu kuu 3 ambazo tunakuwa na habari za wiki ambazo habari zivuma katika kuanzia Jumatatu hadi Ijumamosi. Tunakuwa na habari kuu ambayo ni ile habari inayobeba habari kuu zote zilizovuma kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi. Tena tunakuwa na kipindi kizuri sana cha kujifunza lugha ya Kiswahili, ambapo nakufunza Kiswahili kabisa, unajifunza Kiswahili, unaongea kama mzaliwa wa Kiswahili kabisa. Usije ukanisahau, mimi mtangazaji naitwa Naeba Lewini. Karibuni sana katika kipindi chetu. Napenda niwasalimie tena na niwakumbushe na niwape karibu katika kipindi changu cha Kiswahili. Kama unapenda lugha ya Kiswahili, nisogelee. Kuna habari nyingi zilivuma kuanzia hapa nchini kwetu Rwanda, pale nje ya nchi na kimataifa kabisa, dunia nzima, ambapo tunakuepo ili tuambie nini kiliendelea wiki nzima, nini kilivuma, nini kilisemekana juu ya vile viumbe Mungu aliumba kabisa. Tukianzia hapa nchini kwetu Rwanda, napenda niwaambie kwamba nianzie wapi? Nianzie pale Nyaruguru, ambapo uongozi wa wilaya Nyaruguru ulitangaza kuwa ng'ombe 16,677 wamesambazwa chini mpango wa Girinka ambao umebadilisha maisha ya wakazi kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni pamoja na kuongeza uzalishaji wa maziwa, kutoa mbolea na fedha taslimu kabisa. Haya yamebainishwa mnamo tarehe Juni mwaka 2026 wakati wa uzinduzi wa wiki ya mshauri wa shirika katika wilaya Nyaruguru inayoambatana na mchango wa ng'ombe 16 kwa familia zilizo katika mazingira magumu kabisa, uliotolewa kwa ushirikiano na shirika la inayoitwa, ni lugha ya Kiingereza, inaitwa Compassion International Rwanda, ambapo katika wilaya ya Nyaruguru kuna washirika zaidi ya 80,000 ikiwa ni pamoja na hiyo International Rwanda Compassion ambayo imetoa ng'ombe 80 na mifugo mingine yenye thamani ya zaidi ya bilioni 2 za Rwanda mwaka 2015, mwaka 2026 na mwaka 2026 kabisa. Ni ng'ombe katika kama kawaida zinazotolewa kwa ajili ya watu ambao hawana uwezo wa kujikita katika maisha yao, na serikali inakaa pale na inafanya au inapanga kuwasaidia wale watu ambao maisha yao au kipato chao ni cha hali ya chini kabisa, na serikali inaona kwamba hao watu si lazima au ni kwa niaba yetu, ili tuwasaidie waweze kuwa na maisha mazuri, waweze kujipata katika maisha, waendelee na maisha mazuri kabisa. Hiyo ni habari iliyovuma hapa nchini kwetu Rwanda, huko wilaya Nyaruguru. Inaendelea kusema kwamba hili lifanyika kwa lengo la kuwaondoa wananchi katika umaskini, ambapo shughuli zake zinazofanywa kupitia makanisa ya Kikristo yanayoendesha shughuli zake Nyaruguru kabisa. Naye mkurugenzi wa shirika la Compassion International Rwanda Epa Nzaramya alisema kwamba rais wetu Paul Kagame ndiye kielezo kilichowafanya wajiunge na programu hiyo ya Girinka, kwa sababu waliona anajibu matatizo yote ya jamii ya Rwanda kabisa. Tuambie kwamba rais wetu mfano wa kile chochote kile kinachoweza kumfanya serikali au kinachoweza kumfanya yule mtu anayeongoza watu ili aweze kuwasaidia watu katika maisha mabaya kabisa. Naye meya wa wilaya ya Nyaruguru Dr. Murwanashyaka Emmanuel aliendelea kwa kusema hivi, aliziambia familia zilizochangiwa ng'ombe kabisa kuwa zimepewa fursa ya kujitetea maendeleo, hivyo zisirudi nyuma, na pia wataka wachinje ng'ombe kabisa. Kuna familia nyingine wanapewa ng'ombe alafu wanaenda kuzichinja, wanauza, wana pesa za papo, lakini hapo wiki moja au mwezi mmoja zinaisha, wanarudi maisha yale waliokuwemo. Lakini ukipewa ng'ombe ile ya kujisaidia kabisa, kuendeleza maisha, ya kutoa katika umaskini,
Lengo ni kwamba unakamua, unapata maziwa, unapewa, unawapa sijui watoto wako, au unauza mengine unapata hela, unauza mbolea. Hiyo mbolea inaweza kusaidia kupata hela kabisa. Unajikomboa katika mpango wa umaskini. Si mpango wa Mungu, niseme mpango wa shetani kabisa. Mpango wa Jiringa ni miongoni mwa programu kali katika wilaya ya Nyaruguru, kwani ng'ombe 3146 wamesambazwa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, wakati mwaka 2025 mwaka 2026 pekee ng'ombe 885 watagawiwa katika waligaiwa katika wakazi hao wa wilaya ya Nyaruguru kabisa. Katika mwaka 2025 mwaka 2026 uendelezaji wa programu ya Jiringa uliendelea na matumizi yaliyotarajiwa na angalau kwa bilioni 1 mwaka huu pekee. Takwimu zilizoonyeshwa kuwa kuanzia mwaka 2006 mpango wa Jiringa ulizinduliwa hadi Machi 31 mwaka 2024, wakati zote kote nchini walikuwa wamepatiwa ng'ombe wa maziwa 45,251 kabisa wa aina mbalimbali ambazo waliendelea kwa kuendelea maisha kabisa. Mwaka 2025 Wizara ya Kilimo na Mifugo ilionyesha uwazi kuwa uzalishaji wa maziwa umeongezeka mara 3 katika kipindi cha miaka 14 tu, kutoka sijui niseme tani 33,400 kabisa 27 mwaka 2010 hadi toni 1,000,000 hesabu zingine zinanitoka kabisa, 1,92,430 kabisa. Mwaka 2024 wakati unywaji wa maziwa kwa mtu mmoja uliongezeka kutoka lita 37.3 hadi lita 79.9 kwa mwaka kabisa. Hayo ndio kusanya kabisa kuhusu Jiringa, ambapo ilifanyika pale wilaya ya Nyaruguru. Lakini sio Nyaruguru tu, na wilaya zingine zinapewa Jiringa ni kwa sababu ya watu ambao hawajiwezi katika maisha yao kabisa. Tunaweza kuendelea na habari nyingine, ambayo kuna habari nyingine tumewapa. Hiyo ni wilaya ya Nyaruguru. Ngoja niwaambie habari nyingine ambazo nimewaandalia. Sasa wapenzi wasikilizaji wetu wa Pashish TV, nawapenda sana wale wa Kristo kabisa, waamini wa Katoliki duniani nzima wanaompenda Mungu. Karibuni sana katika kipindi chetu. Tuendelee na habari ya pili, ambayo naweza kuambia kwamba habari ya pili niwaambie bei ya sokoni imepanda kabisa 12.9 mwezi Mei peke yake. Bei katika masoko ya mjini nchini Uganda iliendelea kupanda Mei 2026, ikiongezeka kipindi cha 12.9 ikilinganishwa na Mei 2025 iliyoonyeshwa kuwa maisha yanaendelea kuwa ghali kabisa zaidi kwa wakazi, hasa kwa bidhaa na huduma za kila siku. Ripoti ya taasisi ya kitaifa ya takwimu ya Rwanda ambayo inajulikana kwa NISRI ilionyesha kuwa ongezeko hili la bei za mjini limepungua kidogo ikilinganishwa na Aprili 2026, ambapo lilikuwa kwa kiwango cha 13%. Hata hivyo kiwango cha 12.9 bado kinaonyesha kuwa bei bado ni kubwa sana katika masoko. Sijui ni kuendana na vita ambavyo zinaendelea hapo dunia nzima. Sijui kuna vita ambazo zinaendelea huko Marekani, sijui ni nini na nini, lakini NISRI kwamba inasema kupanda kwa bei mwezi wa Mei 2026 kulichangiwa zaidi na bei ya vyakula na vinywaji baridi kuongezeka kwa 6.2, bei ya vileo na sigara kuongezeka kwa 16.1, wakati bei ya nyumba, maji, umeme na gesi na mafuta na mengine iliongezeka kabisa kwa 19.4. Bei za huduma za matibabu ziongezeka zaidi kwa kiwango cha 71.6, wakati zile za usafiri ziliongezeka kwa 24.5. Bei za vyakula na malazi ziliongezeka kwa 16.6 kabisa ikilinganishwa na Mei mwaka 2026 na Aprili 26. Bei za mjini ziliongezeka kwa 0.5. Ongezeko hili lilichangiwa zaidi ya vyakula na vinywaji visivyo na vileo ambavyo viliongezeka kwa 0.9 kabisa, na bei za usafiri ambazo ziliongezeka kwa
1.1 kwa asilimia. Katika ngazi ya kitaifa, bei za mjini na vijijini ziliongezeka kwa asilimia 12.3 ikilinganishwa na Mei mwaka 2025 kutoka asilimia 11.5 mwezi Aprili 2026. Hii inaashiria kuwa ongezeko la bei linaendelea kuathiri maisha ya kila kitu ya kila siku ya watu mjini na tena vijijini kabisa. Ukisema kuathiriwa, sio kwamba ni mjini tu, na pale vijijini wanaathiriwa na kila kitu, na kila ongezeko la bei, ongezeko la bidhaa, ongezeko la yani kila sehemu kwa wamejikita katika ongezeko la kila kitu. Tukienda katika matibabu kila kitu kimeongezeka, tukienda katika usafiri kila kitu kimeongezeka, lakini hakuna nia dunia inavyoenda na sisi na lazima tuende hivyo kabisa. Bei ikipanda lazima ufanye kazi, ikishuka fanya kazi, ikipanda fanya kazi, hakuna sehemu ya kukaa kabisa, ni kila sehemu kitu kinaongezeka. Habari ndio hivyo, ukienda pale ujue kwamba bei zimeongezeka. Ukienda sijui kutafuta pikipiki, aikwambia bei imepanda, usimlaumu, ni kwamba mafuta yamepanda kabisa na yeye hana nia yote ya kupata huduma hiyo kabisa. Nikienda na habari, wapenzi wasikilizaji wa Patrice TV, wale wapenzi wa Kiswahili kabisa, msije mkasahau kwamba Kiswahili akipo. Kiswahili Rwanda tunasema tunaenda Afrika Mashariki kabisa. Kiswahili tuko namba 1 kabisa. Niwaambie nini? Rubavu kuna utalii unaosema nini? Uongozi wa ushirika unaita sijui Kopriki kwa sijui majina mengine ni makali kabisa, utangaza kwamba utatumia hela za Rwanda bilioni 100 kwa kazi inayoendelea kukuza sehemu ya utalii na joto, kwamba kazi imefikia asilimia 80 kabisa. Unajua kwamba hapo ikifikia asilimia 80 kazi inakuwa imeshamalizika, tunakuwa tunakaribia kuanza kazi kabisa au kuwakaribisha watalii wetu. Kopriki ina wanachama 48 ambao wote ni wanajeshi wa zamani, walikuwa wakivua kwa sijui niseme nini, samaki, sio wanavua samaki kabisa. Unajua kwamba pale Rubavu kuna maji mengi, kuna Kivu, wana maji, wana masamaki mengi, na boti zao kuhutia nanga katika eneo hilo lilipo chemchem za maji ya moto, ambapo ndipo wazo la kuhifadhi lilipotokea kabisa. Chemchem za maji moto ni mojawapo, lakini joto la wastani ni maji ambayo hayapatikani mara nyingi, ni sehemu nyingi. Hivyo maeneo yanayopatikana yanapendwa sana na watalii, watu wa tabaka mbalimbali, na huja kuyaona na kuyatafuta kwa kuwa yana dawa kabisa. Ni maji ambayo yanakuwa yako sehemu moja, lakini ni ya moto. Wanasemekana kwamba ukiingia mle unaweza kutibiwa magonjwa au vinginevyo tu. Ukiingia pale majini unatoka ukiwa mpya kabisa. Hadi sasa nchini Rwanda chemchemi za maji moto zinapatikana katika sekta ya Muganza katika wilaya ya Rusizi na sekta ya Nyanyumba katika wilaya ya Rubavu. Ndio hayo maji, ukiwa unasumbuliwa na magonjwa ya miguu, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya nini, unakuja unajidumbukiza katika yale maji, alafu unaweza kupona kabisa, unakuwa mtu mzima. Msajimana Innocent, rais wa chama cha ushirika kinachotunza usafi na kudumisha ulinzi kwenye kilimo, yani kilimo cha Lurungaji kilipo chemchem ya maji ya moto, adhibitisha katika mahojiano na ijekuwa kazi ya kurejesha eneo hilo imefikia asilimia 80 kabisa. Hapo inamalizika, hakuna nia nyingine tu, imemalizika. Watalii wanakaribia kufikia sasa. Kazi ambayo imefanywa imekuwa hasa kuboresha barabara zinazoelekea eneo hilo, kujenga kile kinachoonekana kama mabwawa matatu ya maji moto kabisa. Kuna picha ambazo nimewaandalia, mtakuwa mnaangalia kwenye screen, ambapo mnakuwa mnaona ni picha nzuri kabisa, ambapo unaweza kupenda na wewe pia. Sio watalii peke yake, na kama unakuwa Mnyarwanda kabisa, una magonjwa tofauti, unapenda kwenda kutembelea sehemu mbalimbali ambazo hujui, hata kama umeshaendako unaweza kurudi tena. Napenda nikwambie kwamba ni sehemu nzuri ambayo unaweza kutembea na ujiweke katika sehemu nzuri ya kufikiria, ya kuenda kuona vile ambavyo hujui.
Niendelee kwamba kufikia sasa kazi ambayo imefanywa imekuwa hasa kuboresha barabara zinazoelekea eneo hilo, kujenga kile kinachoonekana kama mabwawa matatu ya maji moto kabisa. Kazi iliyobaki ni pamoja na kujenga nyumba ambazo zitatosha wale wanaotembelea eneo hilo, na zaidi kazi zote zitakamilika ifikapo Julai mwaka 2026. Ni kwamba ni kesho kutwa tu, Julai ni kesho kutwa, hakuna muda wa kupoteza kabisa. Ndio tunatafuta hela kama watalii. Ukiona watalii ujue hela zimeingia kabisa. Wanachama hicho wamepewa dhamana ya kutunza chemchemi ya maji ya moto ya Ruavu kuwa kwa muda wa miaka 5, na wanafikiria kufanyia ukarabati. Walikuwa na uwezo wa hela za Rwanda milioni 40 na nyinginezo milioni 60 bado iko kwenye benki kabisa. Hapo nakwambia mfuko ikoje kabisa. Naye rais wa chama hicho cha Coptic Musabyimana aliambia Ijie kuwa katika chemchemi za maji ya moto ya Nyambunyumbu watumishi wa kudumu ambao wanafikia karibia 21 wakiwemo wapokezi, wahudumu wa wasafi wa massage. Kama una sehemu ya mwili wako ambao hauko vizuri, kama umechoka, unaenda pale kufanyia masaji kabisa, kama mwili kako karudi katika utoto, sehemu ya utoto. Watu wanaotoa ufafanuzi kuhusu uendeshaji wa chemchemi hizo, walinzi na wasafishaji kabisa. Kama unavyojua Rwanda kabisa, usafi ndo namba 1. Usafi uko katika nembo ya taifa. Usafi ni kitu ambacho kila mtu Mnyarwanda anatarajiwa kufanya kabisa. Musabyimana pia alisema katika kipindi cha miaka 5 ijayo watakuwa wamejenga nyumba itakayochukua watalii, kwa sababu wengi wao wanahitaji sehemu ya kukaa, na eneo watakalojenga limeshanunuliwa kabisa. Kama ni mtalii, kama ni Mnyarwanda, unajua huwezi kwenda pale bila, unaweza kwenda na ukarudi, lakini wengine wanaoenda kule wanahitaji sehemu ya kwenda na kupumzika, kulala. Kuna wanaoenda na wapenzi wao na washikaji, huwezi kurudi kabisa. Unaenda unatafuta chumba cha kulala, lakini unatembea na pale unawapa hela kabisa. Mtakuwa mnaangalia jinsi ya picha ambazo nyumba zitakazojengwa, viwanja, maji, vitu ni vizuri kabisa. Taarifa na Ije imebaini kuwa kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha huduma zinazotolewa kwenye vyanzo hivyo vya maji ya moto, ada ya kuwatembelea imepanda kutoka 2,000 hadi 4,000 kwa Wanyarwanda, huku wageni wakilipa 10,000 kabisa. Kisa Wanyarwanda hatuwezi kuwa kama watalii. Sio kwamba Wanyarwanda hatuna hela, sio kwamba watalii wanatuzidi hela, lakini kwamba kuna huduma ambayo mwananchi anapaswa apewe, sio mtalii kabisa. Na wewe ukienda pale nchi za nje, utakuwa kama mtalii, utachajiwa hela kuliko mwananchi au raia wa pale kabisa. Hayo ndo mambo kuhusu maji ya moto. Ukiwa unaangalia hizo picha na umezipenda, jaribu. Wakiwa wameshamaliza ukarabati wao, utaenda utembelee pale na uwe msafi kabisa. Bila kupoteza muda, napenda niwaambie kabisa, hizo ndo zilikuwa habari za hapa nchini kwetu Rwanda, za ndani kabisa, ambazo sio kwamba ndo hizo zilifanyika au zilitendeka tu, lakini mimi naenda nachambua zile habari kubwa ambazo unapaswa upewe au unapaswa usikilize kabisa. Sasa baada ya hapo, napenda tuvuke twende. Nishawaambia kwamba siwezi kuambia habari za Rwanda tu, naambia habari za Afrika Mashariki, Afrika Kusini, Afrika Magharibi, Afrika kaskazini, kusini na wapi tena na nje Afrika. Kuna habari ambazo tunakuwa kabisa tumeshaandalia. Hasa ngoja nianzie Afrika Mashariki. Kuna nini? Hapa nianzie Kenya kabisa. Vikosi vya usalama nchini Kenya vimemkamata aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wakati wa maandamano ya kupinga uharibifu wa mazingira kabisa. Maraga na wafuasi wake waliandamana kwenye barabara inayoelekea hifadhi ya kitaifa ya Nairobi mnamo Juni 8, 2026 kupinga kwamba eneo hilo la uhifadhi wa kilomita 117 za mraba, bali ni maili 45 za mraba, hairuhusiwi kwa magari kabisa. Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha polisi wakimkamata kundi la waandamanaji waliokuwa wameketi katikati ya barabara yenye magari mengi, wakishtumu kwamba
shirika la huduma la wanyamapori kwa kutoa sehemu ya mbuga hiyo kabisa. Lakini sijui kwa nini Kenya wanakuwa na waandamanaji kila siku, kila wiki, kila mwezi, sijui ni kwa nini, lakini tunahisia kwamba siku moja vitaisha kabisa, wawe na amani na utulivu. Akiwa amevalia rangi za chama chake United Green, Magara anaonekana akipakiwa nyuma ya lori, huku wafuasi wake wakiimba let there be a park. Hapo ni kwa lugha ya Kiingereza kabisa. Sasa kwa Kiswahili na wewe utaenda ujitafsiri mwenyewe kabisa. Najua kwamba wanaotufuatilia Patrish TV ni wasomi, wanajua lugha ya Kiswahili. Usipojua ya Kiswahili unajua ya Kiingereza, usipojua lugha ya Kiingereza unajua lugha ya Kinyarwanda kabisa. Magara aliachiliwa baadaye, lakini alikataa kuondoka katika kituo cha polisi, akisema angeondoka tu ikiwa wafungwa wenzake wataachiliwa. Magara aliambia kwamba leo asubuhi nilikamatwa pamoja na Wakenya wengine wazalendo tuliokuwa kwenye maandamano ya kuwasilisha ombi kwa sijui KWS kupinga kukatwa kwa sehemu ya mbuga ya kitaifa ya Nairobi ili kutoa nafasi kwa maegesho ya magari 1300 kabisa. Hiyo KWS imepinga vikali ujumbe wa Magara, ikisema miradi yake ni pamoja na kujenga banda la baisikeli katika ukumbi wa mikutano na kujenga mbuga ya wanyama ya Maitima kwa manufaa ya umma kabisa. Ambapo hizo ni taarifa za Kenya. Sijui Kenya serikali kila mmoja anaweza kujiamulia mambo. Nimeona kuna juu ya mitandao kuna comment ikiwa inasema eti unapenda kujiamulia mambo. Sijui na Wakenya wanapenda kujiamulia mambo, lakini hapo na serikali inakuwa imekaa chonjo ili iweze kuwazuia wale waharibifu kabisa. Hapo ndo hiyo ilikuwa habari ya Kenya. Ukitaka habari nyingine nenda ukasome magazeti. Kuna magazeti mengine kabisa yalikuwa yameandika. Hizo ndo tulikuwa tumeandalia kuhusu Kenya, habari za Kenya. Tutoke Kenya tuendelee pale Kongo. Nimewambia kwamba ni Afrika Mashariki ambapo naweza kujikita. Nimewambia nini kinaendelea kabisa. Wapenzi wasikilizaji wa Patrish TV wa Swahili kabisa, Waswahili wenzangu wale wanaoswahilisha, nini kinaendelea hapo Kongo? Kongo kuna mtaalamu kutoka Kongo kuhusu historia ya eneo la maziwa makuu. Benjamin Bahunga alichukuliwa kutoka katika seli ya shirika la ujasusi la Burundi na kuhamishiwa katika gereza kuu la Mpimba usiku wa Juni tarehe 5 hadi tarehe 6 mwaka huu 2026 kabisa. Mawakala wa hao walimkamata Bahunga mnamo Mei 27, 2026 baada ya vyombo vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumshutumu kwa kushirikiana na muungamano wa M23 au AFC, kulingana na uchambuzi wake wa vita vinavyoendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kabisa. Hapo hizo ndo habari za Kongo. Kuna nini? Unajua kwamba Kongo kuna vita ambavyo haviishi kabisa tangu miaka mingi, bado vinaendelea. Kuna taarifa kuwa kushirikiwa kwa Bahunga ni siri kubwa, kwamba serikali ya Burundi ilikuwa na mpango kwa kumpeleka katika serikali ya DRC mjini Kinshasa ili ashtakiwe, lakini haikuwezekana wazi kabisa. Ni kwamba mpango huo uliwaponyoka. Mnamo Juni tarehe 8 sijui nini, kuna serikali iliripoti kwamba uchunguzi huo wa SNR kuhusu Bahunga haukupata ushahidi kabisa wa uhusiano wake na kundi la M23, lakini kwamba ilikuwa bado hajaachiliwa. Ni kwamba pale mtu anaposhikwa anasema Kinyarwanda, wengine wanasema kwamba anaungana na M23 kwa ajili sijui wanasema ni Wanyarwanda, lakini sio Wanyarwanda kabisa. Kundi hilo lilisema baada ya kupekua nyumba yake na baada ya kukamata na kukagua simu yake, kompyuta sijui nini na mali zake zote za kibinafsi, hakuna ushahidi uliopatikana kuonyesha uhusiano wake na kundi hili lenye silaha ambalo linajulikana kwa jina la M23. Lilibainisha kuwa Bahunga alikuwa akishirikiwa kwa kutoa maoni yake, lakini
hilo halikumfanya kuwa mshiriki wa M23. Babunga alikuwa akiishi kwa muda mjini Bujumbura, ambapo alifanya kazi katika mashirika mbalimbali ya misaada, huku familia yake ikiishi Ubelgiji, mara nyingi akishiriki historia ya eneo hilo na wafuasi wake kwenye mitandao ya kijamii kabisa. Mkongo huyu alikuwa anachambua vita vya mashariki mwa DRC na kukanusha wale wanaoeneza kwamba propaganda za uongo kabisa kwa kutumia ushahidi wa kweli. Niwaambie kwamba huyo amekamatwa na sasa hivi yuko ndani kabisa, lakini bado upelelezi unafanyika, na sisi tupo ili tuambie nini kitaendelea juu yake. Akiachiwa tutawaambia, akiendelezwa mule ndani tutaambiwa, na tutawaambia tu. Sisi tupo ili tuambie habari, hatuwezi kusema kwamba itaendeleaje. Sisi sio majaji, sisi sio serikali, sisi na sio wanasiasa, bali sisi ni watangazaji, wana habari. Tunaenda tunasaka tu habari, tunakuja tunawaambia ambao hawajaenda kule nini kinaendelea pale DRC kusini kabisa pale. Tupo ili tuambie nini kinaendelea. Ngoja tuendelee na habari, niwaambie nini sasa. Tukia bado pale Kongo kuna habari nyingi zinavuma. Nimeona kwamba nisiandalie habari moja pale Kongo, bali niandalie habari mbili, lakini iliyoisha kwamba kwanza ilikuwa inajikita katika Kongo tena na Burundi. Sasa hii inahusu Kongo tu. Wapenzi wasikilizaji wa lugha ya Kiswahili, Kongo kunasema kwamba kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Baraka katika mkoa wa Kivu Kusini anaitwa Kanali Makelele alijipiga risasi Juni 9 mwaka 2026 akiwa na nia ya kujiua, lakini hakufa. Balaa la Mungu kabisa, sijui niseme balaa la Mungu, sijui niseme balaa la shetani, sijui nini na nini kabisa. Unajipiga risasi lakini haufi, kifo akijafika. Sasa unatafuta nini? Subiri kifo, muda wa kifo ukifika utakufa, hata ukiwa umelala unaweza bila uamki kabisa. Sasa huyu amejipiga risasi. Kuna taarifa kutoka Kivu Kusini zinaeleza kuwa Kanali Makelele ajipiga risasi mchana baada ya kuitwa kwa wakuu wake waliomshuku kuwa anashirikiana na adui katika ambapo mapigano yamepamba moto jimboni humo kabisa. Sijui hao ni jeshi gani? Jeshi unapambana ili ufike mwisho, lakini amejipiga risasi, amejitoa katika magombano. Mfanyakazi wa mashirika ya kiraia huko Baraka aliripoti kwamba wakati Kanali Makelele akiwa hotelini, wanajeshi walijaribu kumkamata, lakini alikaidi na kufyatua risasi kadhaa kabla ya kujipiga risasi kooni. Kooni ni hapa, kama haujui kooni ni hapa kabisa, ajipiga risasi. Wanajeshi hao mara moja walimchukua Kanali Makelele walioonekana kuwa amekufa na kumpeleka katika hospitali ya Rusambia iliyopo mji wa Baraka kwa ajili ya matibabu ya haraka. Niwaambie kwamba serikali ya wanajeshi hauwezi kuwaponyoka tu. Kupigwa risasi kwa Kanali Makelele kunaonyesha mvutano unaoendelea ndani ya vikosi vya wanajeshi wa DRC walipokuwa wakipambana na kundi la wasi la MRDP Twirwaneho, ndo jina lao kabisa, katika eneo la Minembwe ambapo linapatikana katika maeneo ya Fizi, Mwenge wa Uvira kabisa. Vita vya Juni 8 vionekana kuwa vigumu sasa kwa vikosi vya serikali ya DRC, kwani walinyimwa kituo cha afya cha Mikenke kuanzia usiku wa manane. Mnamo Juni tarehe 9 walijaribu kuirejesha katika kuwatoa kabisa, sijui nisini kuwafukuru au kuwatoa kabisa. Hiyo ni taarifa ambayo ilikuwa inajikita kuhusu huyo aliyejipiga risasi, aliyejua alikuwa mwanajeshi. Zamani nilikuwa najua kwamba mwanajeshi ni yule ambayo haogopi vita, ambao haogopi kila kitu chochote kile, lakini nimeshagundua kwamba kuna wanajeshi wengine wanaogopa kabisa. Mungu amsaidie apone, au akiendelea Mungu aje, sijui niseme nini, lakini ni vibaya, ngoja nisiseme. Mungu amesema kwamba yuko hospitalini, Mungu amsaidie aweze kupona kabisa. Hakuna kingine ambacho tunaweza kumuombea.
Tuvuke Kongo sasa na Burundi, tutoke pale tuendelee pale Waswahili kabisa wa Tanzania. Kuna nini yani wa Tanzania wenzetu kunasemwa nini? Tanzania inakodesha